rushwa kati ya Julai 1, 2025 hadi Juni 30, 2026. Sifa ya 6 iwe inayohusisha masuala ya maendeleo na kuibua simulizi za wananchi zinazoonyesha namna miradi ya kitaifa ilivyofungua fursa na kubadili maisha ya wananchi. Sifa ya 7 iwe na maudhui yanayozingatia ulinzi wa haki miliki na haki shiriki. Tukija kwa upande wa vyombo vya habari, sifa ya kwanza, chombo cha habari kiwe na leseni iliyotolewa na mamlaka husika. Sifa yake kubwa ndio hiyo, kwamba iwe chombo cha habari kitakachoshindaniwa kiwe kina leseni iliyotolewa na mamlaka husika. Uwasilishaji wa kazi za kushindanishwa. Mchakato wa kupokea kazi utaanza rasmi tarehe 31 Mei ambayo ni leo na kuhitimishwa tarehe 30 Juni 2026 kupitia tovuti ambayo nimeitaja awali ya samiaawards.tz. Kazi zitakazopokelewa ni zilizochapishwa au kurushwa kuanzia tarehe 1 Julai 2025 mpaka tarehe 30 Juni 2026. Tunahimiza waandishi wa habari na vyombo vya habari Tanzania bara na Zanzibar kuwasilisha makala za maendeleo kwa wakati. Kazi zitakazowasilishwa zitafanyiwa tathmini na jopo huru la majaji wenye ubobevu katika taaluma ya uandishi wa habari, uhusiano na mawasiliano kwa umma. Kazi zitakazopitishwa na majaji zitapigiwa kura na wananchi kupitia tovuti niliyoitaja ya samiaawards.tz na kupitia ujumbe mfupi wa simu SMS, ili kuhakikisha kunakuwa na uwiano kati ya weledi wa kitaaluma na maoni ya hadhira. Majumuisho ya kura yatahusisha kama ifuatavyo. 1. Kura zitakazopigwa na wananchi zitakuwa na uzito wa 60% na majaji wao watachangia 40%. Mfumo huu unalenga kuhakikisha washindi wanatambuliwa kwa kuzingatia ubora wa kazi pamoja na namna kazi hizo zilivyoathiri maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa. Tunatarajia tuzo hizi zitatolewa kati ya mwezi Oktoba na Disemba, lakini sasa itakuwa Disemba 2026. Tunategemea ndio tuzo zetu tutatoa. Na niwaondoe wasiwasi, watu wanasema labda hii tuzo inawakamata waandishi wa habari kuweka mfukoni. Sio kweli. Kwenye waandishi wa habari kuna mambo ambayo tunataka tufuatilie. Wakati tunasoma labda degree ya kwanza, tunaambiwa kwamba kazi za waandishi wa habari kufahamisha, kuelimisha, kuhamasisha, kuburudisha. Lakini ukienda kwenye level ya juu zaidi, kuna kufahamisha, kuna kushiriki, collaborative role, kuna facilitative role na kuna critical role. Kwa hiyo sasa kwenye waandishi wa habari wa maendeleo ni lazima tuziandikie zile habari za maendeleo. Tunachotafuta sisi ni maendeleo, na kuziacha habari za maendeleo ukaangalia makosa tu ni mambo ambayo tumeambiwa na wenzetu ambao walitutawala kwamba tuangalie ile mambo negative peke yake. Lakini kinachohitajika ni yale mambo ambayo ni positive, ambayo mwanamke wa kijijini amepata maji kweli, sera zetu zinafanywa kazi kweli, implementation kweli zipo. Pasipokuwa na hizo habari za maendeleo hatutaweza kufika kokote. Nakumbuka awamu iliyopita, tunasema ile season iliyopita, mambo ya ajabu hayakuwepo. Kwa hiyo waandishi wa habari walishiriki wote bila kujali vigezo vya kuwa na ithibati. Lakini mwaka huu kuna hiki kigezo cha kuwa na ithibati. Kwa hiyo nashauri wale wote ambao wanashiriki kwenye hizi tuzo basi wahakikishe kwamba wanakuwa na ithibati, wamethibitishwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Ni muhimu sana kwa sababu ni takwa la kisheria na ni kitu ambacho hatuwezi kukikwepa. Kwa hiyo ni muhimu waandishi wote wawe na hiyo ithibati. Lakini jambo jingine, tushiriki wote kama mwenyekiti wa TAMWA alivyosema. Kwa sababu isije kaonekana kwamba hasa sisi tulioko hapa tushiriki wote kwenye hizo tuzo. Isionekane tu ni watu fulani tu ambao wanataka kushiriki. Hapana, wote tunataka tushiriki
then tushiriki hasa zile habari ambazo kwanza zimezingatia maadili, zimezingatia weledi, lakini pia habari ambazo zina impact kwa wananchi. Na habari ambazo zina impact, wote ni wataalamu ambao tunajua ni habari gani. Kwa hiyo ni muhimu sana tukazingatia hilo. Na mimi niwatakie kila laheri kwa awamu hii ya tuzo hizi, na naamini tutafanya vizuri zaidi kuliko mwaka jana, na Mungu akitujalia tukiandaa nyingine tena mambo yatakuwa mazuri zaidi.